Soka kiganjani kwa upande wa semaji la Simba, semaji la CAF Ahmed Ally, mara baada ya kuthibitisha kile ambacho hivi sasa kiko wazi na dhahiri shaili. Tumeweza kujionea wenyewe mara baada ya CAF kuweza kutoa zile klabu 10 ambazo ni klabu bora zinazowania tuzo ya Club of the Year kwa mwaka 2025. What a big step, na hii inaonyesha dhahiri kwamba klabu ya Simba kwa hapa nchini Tanzania kuna wakati inadharaulika na kuchukuliwa poa, lakini ukweli ni kwamba na kinachofanyika hivi sasa kwa klabu ya Simba ni makubwa ambayo hayajawahi kufanyika na timu yoyote hapa katika nchi yetu ya Tanzania. Sio Yanga, sio Azam, wala sio timu yoyote hapa nchini Tanzania, bali ni moja kati ya klabu ambayo inathaminika kwa ukubwa sana, na hata kwenye tuzo ya Club of the Year ina asilimia kubwa kati ya klabu ya RSB Berkane, klabu ya Simba pamoja pia na klabu ya Pyramids ambazo zimeonekana kupigiwa kura sana, na kuonekana kwamba katika klabu hizo tatu basi kuna asilimia 60 ya klabu ya Simba kuchukua tuzo ya Club of the Year. Na unaweza ukajiuliza kwa nini klabu ya Yanga haipo kwenye kuania tuzo hizo ambazo klabu ya Simba imeweza kushiriki. Na sio hivyo tu, kwa nini tunazungumzia kwamba Simba imekuwa ni tishio katika viwango vipya vya ubora kafu? Nikianza na ishu ya mchezaji wa klabu ya Simba kuhusika kwenye kuania tuzo za mchezaji bora katika mwaka 2025, nikiwa namzungumzia Shomari Kapombe, Baba Esther Show Me The Way. Ni moja kati ya vitu ambavyo vinajadiliwa kwa ukubwa sana kwamba sio Yanga, sio Singida, sio Azam, lakini imekuwa ni Simba tu. Unaweza ukahoji sana kwa makini, kwa sababu kwa msimu uliopita klabu ya Yanga ilishiriki michuano ya klabu bingwa na kuishia kwenye hatua za makundi, na huku klabu ya Simba ikiweza kupambana na kushiriki michuano ya kombe la shirikisho na kufikia kwenye hatua ya fainali dhidi ya RSB Berkane. Ni moja kati ya vitu ambavyo havitokuja kusaulika, na ni heshima ambayo klabu ya Simba imekuwa ikiendelea kutengeneza. Wameshashindania mambo kadha wa kadha ambayo tayari imeshakuwa katika historia ya soka barani Afrika, nikizungumzia moja kati ya michuano ya klabu bingwa ya vilabu, lakini pia bila kusahau kwamba hivi sasa Simba imekuwa na uzoefu wa hali juu kushinda timu yoyote hapa nchini Tanzania ambayo tayari imeshashiriki kwenye hatua za robo finali. Yani huo ni ukweli na ni uhalisia ambao hata mashabiki wa klabu ya Yanga na hata viongozi wa klabu ya Yanga, hii takwimu inaendelea kuwabeba klabu ya Simba. Na ndio maana tunazungumza kadiri siku zinavyozidi kwenda, klabu ya Simba kuja kufikia kwenye hatua ya kuwa kwenye top 3 ranki ya vilabu bora barani Afrika. Hiyo sio surprise na sio jambo la kujiuliza, bali ni ukweli ambao unakaribia kufikia hilo jambo na kufikia target ya wanasimba ambao wamekuwa kitamani klabu yao iendelee kuwa kubwa na iendelee kufanya makubwa. Na kumekuwa pia na story ya kujiuliza kuhusu ishu ya Simba kuonekana kwamba labda inapendelewa katika baadhi ya mambo tofauti. Hiyo inaweza kawa ni moja kati ya fursa ya mtazamo hasi kwa baadhi ya mashabiki, lakini pia na hata wale wadau wa soka, kwa sababu inaonekana klabu ya Simba inapendelewa haswa kwenye hii jambo ambayo imekuwa ikiongelewa kuhusu vilabu bora kwa mwaka 2025, huku Simba ikiwa imewekwa, kwa sababu watu wamechukua takwimu kwamba Yanga ilishawahi kucheza fainali ya kombe la shirikisho na dhidi ya USM Alger, ambapo hiyo ni kumbukumbu isiyo kuja kufutika. Na ishu ya Yanga kushiriki michuano ya klabu bingwa na kufikia hatua ya robo finali dhidi ya Mamelodi Sundowns, hiyo bado pia ni historia. Na hata kwenye kuishia makundi, nafikiri pia ni jambo ambalo watu walikuwa wanaamini kwamba kama ameingia ASEC Mimosas kwenye kategori ya kushindania vilabu bora barani Afrika kwa hivi sasa, kama imeingia CS Constantine ambayo nikiweka na klabu ya Yanga kwenye vilabu bora barani Afrika, klabu ya Yanga iko juu dhidi ya CS Constantine. Kwa hiyo inamaanisha wazi kwamba Yanga ilikuwa na asilimia kubwa sana kuingia kwenye
kwenye kategori hizi za kushindania pia klabu bora barani Afrika ambazo ni ndani ya mwaka 2025. Kwa hiyo ndo maana zimekuja pia feedback na comment tofauti ikionekana kwamba Simba imekuwa ikipendelewa sana hata kama haijafanya vizuri. Na ni kwa nini kwa baadhi ya klabu zingine ziweze kuwepo kwenye kategori hiyo, lakini klabu ya Yanga imekuwa ikipewa utengano na ikionekana kwamba ni klabu ambayo bado inachukuliwa poa na CAF. Na sio tu kwamba labda inachukuliwa poa, lakini tukubali na tuzungumzie takwimu ambayo ni ya kweli na bado ina mantiki ndani yake. Kwa sasa katika nchi yetu Tanzania, Simba na Yanga wamekuwa wakishiriki michuano mbalimbali, lakini nikizungumzia kwa ukweli ambao nafikiri utakuwa ni nadra kuweza kupingwa na kila mwanasoka ama pia mchambuzi, basi tuzungumze kwamba klabu iliyofanya makubwa kushinda klabu ya Simba, je, inaweza ikawa ni klabu gani? Majibu yake ni mepesi na yako wazi. Hakuna klabu ambayo hivi sasa inaweza ikazungumziwa kwamba imefanya makubwa kushinda klabu ya Simba kwenye upande wa michuano ya klabu bingwa ama michuano ya kombe la shirikisho. Kama Yanga alifika fainali kwenye kombe la shirikisho dhidi ya USM Alger, basi klabu ya Simba itakuwa ni mara ya pili mara baada ya kufika pia kwenye kombe la shirikisho na kufikia kwenye hatua hiyo, ambapo pia tunazungumzia ni rekodi nyingine ambayo klabu ya Simba wameweza kutengeneza. Na tukiuliza swali lingine kuhusiana pia na klabu gani ambayo imeshiriki michuano ya klabu bingwa na kufikia kwenye hatua ya robo finali mara nyingi zaidi ya klabu ya Simba, basi majibu yake pia ni mepesi. Hakuna klabu ambayo imezidi kwa kushiriki mara nyingi na kufika kwenye hatua ya robo finali zaidi ya klabu ya Simba. Kwa hiyo majibu yake yanakuja kugota kwamba kwa hivi sasa Simba sio kwamba labda inabebwa na CAF, lakini mpaka hivi sasa kuonekana kuwa ni klabu tishio, na kwenye viwango vya ubora vya CAF imeonekana kuwa ikipewa nafasi, na hata kwenye categories kama hizi za kushindania tuzo za klabu bora Simba ni lazima itakuwepo. Kwenye ishu mashabiki pia Simba tayari ilisha kujinyakulia tuzo ya kuwa na mashabiki bora na kuweza kutumia fursa hiyo kwamba ni klabu pia ambayo imeendelea kutengeneza attention kwenye matamasha na attention pia kwenye mashabiki zao kuonekana katika zile mechi za muhimu. Kwa hiyo klabu ya Simba kwa hivi sasa kwenye upande mzima wa barani Afrika tunazungumzia ni moja kati ya international teams ambazo zinafanya vizuri, zinakubalika, na hata CAF wenyewe pia wameweza kuthibitisha, na ndio maana huoni wakitia dosari yoyote kuhusiana na klabu ya Simba. Ndio maana imeendelea ku keep the vogue kwenye upande wa nafasi ya 5, ambapo imeendelea kushika pale pale na kuendeleza pia usukani bila ya kushuka, bila ya kupanda. Klabu ya Simba mnyamani wekundu Msimbazi umeendelea kuwa on top mpaka hivi sasa. Sina la ziada, kincha msingi tukutane kwenye upande wa comment, na hii ni Hatboy Media.